bazatala. Ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda. Ulisema utaponya na umeponya. Ulisema utabariki na umebariki. Ulisema utainua na umeinua. Ndio maana unaitwa Jehova. Malejete bezatole kabazata. Lejile bozetele labazia. Ejakata takala bazoto. Lejekete bezatola bazoreba. Worship Jehovah. Worship him, worship him, worship him. Yeye ni Jehova. Yeye ni Mungu. Anajibu maombi. Anatenda maajabu. Anainua walio chini. Anabariki wanaomngoja. Ndio maana unaitwa Jehova. Lejele bebe zatala bazaria. Ligabo jakila bozatala baza. Jehova ametenda. Jehova amebariki. Jehova ameponya. Jehova amefungua milango. Jehova ameachilia baraka. Jehova amekukumbuka. Jehova amekutembelea. Alisema atatenda na ametenda. Alisema atakuja na amekuja. Alisema atakuinua na amekuinua. Ndio maana anaitwa Jehova. Daddy, we exalt you. We glory in your presence. We exalt you, our Father. Thank you for visitation. Thank you for the outpouring of heavens. Thank you for power. Thank you for the anointing in this place. Le jabalo bezadi. Likandele bozakila bazota. We worship you this afternoon. We glorify your name. You are the true God. Receive our thanks. We bring you our thanks. Since we were children, we have seen you. You have gone before us. You have leveled mountains. You have filled the valleys. You have exempted us from satanic accidents. You have preserved us from hatred of our enemies. You have kept us alive in the famine. We thank you, Daddy. We worship you. We magnify your name. Ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda. You said you do. You promised and you have delivered. You promised to heal somebody and we have a testimony. You promised to open a door and you have opened a mighty door. You promised in jobs and you have given us jobs. You promised resources and you have supplied resources. We thank you, Daddy. We worship you. We glorify your name. Even whatever is pending, I declare from this altar, it is done. It is done. It is done. I declare victory. You are victory. I declare breakthrough. Enjoy breakthrough. I declare favor. Enjoy favor. This is the day that the Lord has made. You will rejoice and you shall be glad in it. Somebody clap your hands and make a joyful noise. Hey! Hey! You have victory. I said you have victory. I declare you have a testimony. In the name of Jesus. Shout amen. Amen. Give somebody a high five and tell them, be my witness that I worshipped my God and God transformed my life. I will never ever be the same again. In the name of Jesus. Shout fire. Shout fire. Shout fire. Hallelujah. Amen. Amina. 2 Kings number 5. Wafalme wa pili sura ya 5. And Elisha sent a messenger unto him. Na Elisha akatuma mjumbe kwake. And he said, go and wash in
Jordan 7 times. Akamwambia, enenda ukaoge Jordani mara 7. And your flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Na mwili wako utakurejelea tena, nawe utakuwa safi. But Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought he will surely come out to me. Naamani akaghadhabika akasema, akaondoka na akasema, nalidhania atatoka kwangu aje kwangu. And stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place. Na asimame mbele yangu, alitie jina la Bwana Mungu wake, awekelee mkono juu yangu, And recover the leper. na niondolee huu ukoma. Are not Abana and Palpha, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Je, Abana na Farati si mito mzuri ya Damaski bora kuliko mito ya Israeli? May I not wash in them and be clean? Je, siwezi oga ndani yake na niwe msafi? So he turned and went away in a rage. Basi akaondoka mahali pale akiwa na ghadhabu. Today I want to put some keys into your Na hands. siku ya leo nataka niweke funguo kadhaa mkononi mwako. I'll be sharing briefly about kingdom keys. Na siku ya leo nachiriki kwa ufupi funguo za kifalme. Kingdom keys. Funguo za kifalme. And as a testimony, I also want us to read Matthew number 16. Na kama ushuhuda nataka tusome Mathayo sura ya 16. Verse number 19. Mstari wake ni wa 19. Jesus said, Na Yesu akasema, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. na nitawapatia funguo za ufalme wa mbinguni. And whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Na chochote mtafunga duniani kitafungwa mbinguni. And whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Na chochote mtafungua duniani kitafunguliwa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. I will give you the keys. Nitawapatia funguo. This means Jesus is not talking about one key. Hii inamaanisha Yesu haongei kuhusu ufunguo mmoja. That scripture is keys are in plural. Na hilo la andiko funguo ziko kwa wingi. It is not one key, it is keys. Haiongei kuhusu ufunguo, inaongea kuhusu funguo nyingi. This means that the kingdom doors are not open with one key. Kwa hivyo inamaanisha milango ya kifalme haifunguliwi na mfunguo mmoja. And many believers of our time, Na waumini wengi wa kizazi chetu they are using one key only. wanatumia ufunguo mmoja peke yake. As I will labor to show you in this service. Kama vile nitafanya kazi ni kuonyesha ibada hii. Because of that, many have backslidden. Kwa sababu ya hiyo wengi wamerudi nyuma. Many are discouraged wherever they are. Wengi wamevunjika moyo mahali They have given up on God. wamekufa moyo katika Bwana. They have concluded that God does not answer prayers. Wametamatisha ya kwamba Bwana hajibu maombi. After waiting on Him Na baada ya kumsubiri and using only one key, na kutumia ufunguo mmoja, when they should be using multiple keys, wakati wanafaa kutumia funguo, they have already concluded God is not true. wamemalizia kusema Bwana si But I stand on this altar even as the Lord liveth, lakini nasimama katika madhabahu Bwana, and I declare God is God, natangaza Mungu ni Mungu and God is good, na Mungu ni mwema, and He is good all the time. ni mwema kila wakati. He is good when you have no money. Mwema wakati ya He is good when you have enough. mwema wakati He is good when your pockets are empty. mwema wakati He is still good when your pockets have na abundance. ni mwema wakati He is good when He has answered your prayers. ni mwema wakati He is good when He is about to answer your prayers. mwema akalipo kujibu maombi. Tell your neighbor, my God is a good God. Ambie
Mwambie jirani yako, Mungu wangu ni Mungu mwema. Hallelujah. Hallelujah. This man of God, this man known as Naaman. Huyu mtu anajulikana kama Naamani. Naaman was a general. Naamani alikuwa mjeshi. He was a general in the army of Syria. Alikuwa jemedari kwa jeshi la Washamu. He has won many battles. Alikuwa ameshinda vita nyingi. He was very decorated. Alikuwa ametuzwa sana. He was very commended. Alikuwa ameelekezwa sana. He was a man of honor. Alikuwa mtu wa heshima. But he had leprosy. Lakini alikuwa na ukoma. And one day he went to Israel. Na siku moja akaenda Israeli. Because a maid in his house recommended. Kwa sababu mjakazi kwa nyumba yake alimweleza. That there is a prophet in Israel. Kuna nabii Israeli. And if my master go there, na kama Bwana ataenda, he shall be cured of his leprosy. Atapona ukoma wake. After cutting the long story short, baada ya kukata hadi Naaman saw himself in Israel. Naamani akajipata Israeli. And Elisha was a servant of God in Israel. Alikuwa mtumishi wa Mungu But there was a king in Israel. Lakini kulikuwa na mfalme Israeli. Because of protocol, kwa sababu ya mpangilio, Naaman went through the parish, Naamani akapitia kwa through the state house, kupitia ikulu. and he said, I have come to be healed. Akasema nimekuja nipone. And the king tore his clothes. Na mfalme akararua mavazi. And he said, what is this? Akasema nini hii? He has come to pick a quarrel with us. Amekuja kututetesha. Who can heal this leprosy? Nani anaweza ponya huu? And as the king was lamenting, na wakati mfalme alikuwa anaomboleza, Elisha knew it in the spirit. Elisha akaigundua kwa roho. And Elisha said, bring the general here. Na Elisha akasema leteni jemedari. He shall know there is a God in Israel. Atajua kuna Mungu Israeli. I announce on this altar there is a God in Kenya. Atangaza kwa haya madhabahu. There is a God in Meru. Kuna Mungu Meru. There is a God in our country. Kuna Mungu katika taifa. And every strong man na kila must know there is a God. lazima ajue They must know there is a God that we serve. kuna Mungu. If you hear me, wave your head and shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So Naaman was sent to Elisha. Naamani akatumwa kwa Elisha. When he went where the man of God was, alipofika pale mtumishi, he saw him at a distance. akamuona kwa umbali. And he said, go and tell that Syrian akamwambia endeni mwambie yule to Msuri go to river Jordan aende mto Yordani and dip himself 7 times, ajichovye mara 7 and he will be cured of his leprosy. atapona ukoma wake. When Naaman heard that, Naamani aliposikia vile, when Elisha said, go and tell him wakati Elisha alisema to go and wash himself, aende ajichovye, Naaman was hungry Naamani akaghadhabika because protocols were not observed. sababu mipangilio haikuangaliwa. Where there is the anointing, Wakati mafuta there is no other protocol. hakuna mpangilio. The anointing is the protocol. Pango ndio mpango. Hallelujah. Hallelujah. Go and tell him, Endeni mumwambie go and wash enda uoge, yourself, dip yourself ujichovye mwenyewe 7 times mara 7 in Jordan, katika mto and Yordani you shall be cured. na utapona. Ladies and gentlemen, Mabibi na mabwana, Naaman was hungry Naamani because he thought, kwa sababu he is alidhania, telling us, anatuambia I thought you'll surely come. nilidhania atakuja, You'll come and receive me. atakuja nipokee. I am not a common man. Mimi si mtu wa I kawaida, am a decorated general. mimi ni mtu wa I heshima. thought you'll come Nilidhania atakuja out to me akuje kwangu, and stand before me asimame mbele zangu, and call upon the name of the Lord is God alitie jina la Bwana Mungu and lay hands on me na niwekele mikono and take away my na leprosy. niondolee ukoma. How is he doing like Kwa this? nini anafanya vile? Why is he acting like Kwa this? nini ana He tabia? is letting me down. Ananiangusha, He is shaming me. ananiaibisha, He is not knowing who I am. haelewi mimi ni nani. He said, where I come from, Anasema mahali ninatoka they are better livers. kuna mito mizuri, They are better livers. kuna mito mizuri, They are big kuna than the waters of Israel. kuliko mito ya Abana and Phalpha, Abana na Farati. rivers of Damascus. Mito ya Dameski They are bigger and better. ni mikubwa na mizuri. Mbasa, Lakini Bwana, why have you come all the way? kwa nini umetoka ubali If the huu? rivers could have cured it, Kama mito ya kwenu you could have dipped yourself there ungejichovya before you come all the way. kabla ya ukuja To cut the story, kukata hadithi. Naaman had a procedure. Naamani alikuwa na mpangilio. Naaman had a protocol. Naamani alikuwa na mpangilio. Naaman knew Naamani alijua how he should be healed. vile anafaa. But the servant of God, Lakini mtumishi wa Mungu he said, anasema
That is not my formula. Vivyo sivyo mkakati. You might have your formula. Una mkakati. That may not be my formula. Hiyo sio mbinu yako. Sometimes you want us to lay hands and we don't. Wakati mwingine unataka tuwekele mikono hata. There is no one key. Hakuna for the miracle that you are looking for. Kwa muujiza ule unatafuta. Can I surprise you? Hebu nikuchangaze. Your problem may not need prayer. Shida yako pengine haihitaji maombi. Mwangalia mwenzako mwambie your problem may not need prayer. May not need prayer. Hallelujah. 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 Jesus said, Yesu anasema, I shall give you keys. Nitawapatia funguo nyingi. Keys of the kingdom of God. Funguo za ufalme wa mbinguni. And whatever you lose, na chochote mtafungua here on earth, hapa duniani, shall be loosed in heaven. Kitafunguliwa mbinguni. Whatever you buy, chochote mtafunga here now, hapa duniani, shall be bound there then. Kitafungwa mbinguni. So, because I will give you the keys kwa maana of the kingdom of heaven. Funguo za ufalme wa mbinguni. Matthew number 17 verse 21. Mathayo sura ya 17 mstari wa 21. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Aina hii haiondoki pasipo maombi na kufunga. This kind, aina hii. Not every need requires prayer and fasting. Si kila hitaji linahitaji maombi na kufunga. There is a kind. Kuna aina yake. Hallelujah. Hallelujah. This scripture is very good. Hila andiko ni nzuri. And it is very important to the church. Na ni muhimu sana kwa kanisa. But this scripture misinterpretation. Lakini hili la andiko laweza tafsiriwa vibaya. The way it has been misinterpreted has caused trouble in the church. Vile limetafsiriwa vibaya limeleta shida kwa kanisa. This kind. Aina hii. What kind was that? Ni aina gani ile? Disciples and trying to exorcise a demon. Wanafunzi walitaka kufukuza pepo. From a young boy. Kutoka kwa kijana mmoja. When Jesus together with Peter and John and James were in the mountain. Wakati Yesu, Petilo na Yohana na Yakobo walikuwa. The disciples wrestled with one demon. Wanafunzi wakamenyana na pepo moja. And they could not take it out. Na hawangeiondoa. Jesus came. Yesu akaja. And he looked at them. Akawaangalia. And he said, you of little faith. Akawaambia nyinyi wa imani how long will I be with you? Je, nitakuwa nanyi mpaka lini? He looked at the demon and he said, akaangalia pepo. And the demon went. Pepo ikaondoka. And they came and they asked him, sir, wakaja wakamwambia Bwana, can't you see how we sweated? Je, hauoni vile tulitoa jasho? Can't you see how we struggled? Haukuona vile tulingangana? How? Je, are you able to do this? Unaweza fanya hii namna gani? And we have struggled since yesterday. Na tumengangana tangia jana. Because we must retain the reputation of our ministry. Kwa sababu lazima tudumishe hadhi ya huduma yetu. This man brought the boy to us. Huyu mtu alituletea kijana wake. And we told him Jesus has gone to the mountain. Na tukamwambia Yesu amekwea mlima. But he said you are his disciples. Lakini akatwambia nyinyi ni wafuasi. What your father do it. Kile baba yenu hufanya fanyeni. They struggled with that demon, apostle. Wakangangana na hiyo pepo mtu. They tried to shake the boy. They could lift the boy. They could sit on the boy. They could do everything, but the demon was killing the boy. Lakini pepo ilikuwa inaua kijana. Jesus said, Yesu akasema, simple. This kind. Aina hii. Not every kind. Not every kind. Si aina yote. Deliverance. Ukombozi. Hallelujah. Hallelujah. This kind. Aina hii. Deliverance cannot be done. Ukombozi hauwezi tendeka. When your stomach is updated. Wakati tumbo lako limepandishwa cheo. Demons will kill you. Mapepo yatakuua. We don't cast out the demons when we have eaten sukuma and ugali. Hatufukuzi. Because that kind. Hana aina ile. It's only possible by prayer and fasting. Yawezekana kwa maombi na kufunga. That kind. Aina ile. Not the prayers to look for a job. Si maombi ya kutafuta kazi. This kind. Aina ile.
I'll show you things today. Nitakuonyesha mambo leo. Are you ready for some discoveries? Uko tayari? Are you ready for some discoveries? Uko tayari kwa ufumbuzi? Are you ready for some discoveries? Uko tayari kwa ufumbuzi? People have abused this scripture. Watu wametumia vibaya hili andiko. Mama, ukienda utaandike mzee ngumi. Alafu utoroke. Useme this kind. I'll fast and I'll pray and fast. And you are the one who has slapped your husband. Lakini ni wewe umegonga mmeo. Not that kind. Si aina hiyo. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus said this kind. Yesu akasema aina hii. This kind. Aina hii. If you go to work and you you refuse to do what your employer has told you to do, na ukatae kufanya kile mwajiri wako amekuahidi, whether you fast or not, ukifunga ama ukose, you'll be fired. Utafutwa kazi. The Bible has not failed. God has not failed. Mungu hajaanguka. You are the one who has tempted the devil. Wewe ndiwe umemjaribu shetani. You know you can tempt the devil. Unajua unaweza jaribu shetani. This kind. Aina hii. What kind? Aina gani? This kind. Aina hii. Praise be to our God. Wanasifiwe. Pastor, mchungaji, I don't know what is happening. Sielewi kuna aina. I've been praying and fasting. Nimeomba, nimefunga. And we are still fighting with my man. Na bado tunamenyana na mchumba wangu. Do you submit? Je, unanyenyekea? Samahani. Mtu wa Mungu, what a man can do, a woman can do better. Alafu unasema Mungu ajibu maombi siku hizi. The Bible said husbands love your wives. Wives submit to your husband. Wake nyenyekeeni kwa waume. He cannot love without submission. Hatuwezi penda pasipo unyenyekevu. That's the Bible. Hiyo ni Biblia. Hallelujah. Hallelujah. So it is not every prayer and the fasting answers to your need. Si kila maombi na kufunga inajibu hitaji lako. Hallelujah. Hallelujah. Why are we praying like this? Kwa nini tunaomba hivi? And the things are not happening. Na mambo hayatendeki. Don't misunderstand me. Usikose kunielewa. I'm a prayer machine. Mimi ni I love prayer more than food. Napenda maombi kuliko chakula. I love prayer more than sleep. Napenda maombi kuliko kulala. But there is your responsibility. Lakini kuna jukumu lako. There are some principles of life Kuna kanuni that you must hand together within doctrine for you to get the results you desire. Ambazo lazima unganishe na fundisho kamili la Biblia ili upate mapokeo unayotaka. If 1 + 1 is 2 in Kenya, it is the same in America. Kama kuongeza moja kwa moja ni 2, vivyo ndivyo ilivyo hata Marekani. Hata ukienda Russia, the same. So you cannot pray and fast to say 1 + 1 is 5. Uwezi omba na kufunga useme moja kuongeza moja ni. You shall be operating against the principles of life. Utakuwa unafanya kazi kinyume na kanuni za maisha. Hallelujah. 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 God answer prayers. Mungu hujibu maombi. But the way we are praying prayers and the way we are living, the prayers of our enemies are getting answered before our own. Lakini vile tunaomba na vile tunaishi, maombi ya maadui zetu yanajibiwa kuliko yetu. Africa, we have prayer machines. Tuko na mashine ya maombi. Our roads are dilapidated. Corruption is everywhere. Ufisadi uko kila mahali. Our leaders are impossible. Viongozi wetu hawaeleweki. Our children have turned to be something else. Watoto wetu and we are still praying. Bado tunaomba. Why? Kwa nini? Has God failed? Je, Mungu ametuangusha? Has the promises of God failed? Ahadi za Bwana zimeanguka. We must change our Christian orientation. Inabidi tubadilishe mtazamo wetu wa Kikristo. If you are clapping, clap to the glory of the King of Kings. Ama unapiga makofi, piga kwa utukufu wa mfalme wa wafalme. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, I will give you keys. Yesu akasema nitawapa funguo. So prayer is the key but not the only key. Kwa hivyo maombi ni funguo lakini si funguo zote. Prayer is not everything. Maombi si kila kitu. There are things you do
when you pray and you succeed, and there are things you do when you have not prayed and you fail. Kuna mambo unatenda wakati umeomba unafaulu, na kuna mengine unatenda pasipo kuomba na unafaulu. Prayer is like salt added to food. Maombi ni kama chumvi ukiongeza kwa mlo. You don't eat salt. Haukuli chumvi. When you are praying to God, you are asking for grace. Wakati unaomba Mungu unamuomba neema. Grace to do business. Neema ya kufanya. Grace to be a good worker. Neema ya kuwa. Grace to be a good believer. Neema ya kuwa. But you don't stop with at grace. If there is nothing from grace to engrace, grace will not work. Lakini haukomi kwa neema kama hakuna kitu cha kusukumwa na neema. So prayer is like salt. Maombi ni kama chumvi. If you have no food, even if you get salt, you will not eat salt. Kama hauna chakula, hata ukipata chumvi hutakula chumvi. So you want prayer to your business? Kwa hivyo unaongeza maombi kwa biashara. You want prayer to your career? Unaongeza biashara kwa taaluma. You follow the principles of life if you are in business. Unafuata kanuni za maisha kama you follow the demand and the supply. Unafuata uagizo. You do customer service and other things. Unafanya uteja mzuri na God gives you grace to be able to do what you are supposed to do. Bwana anakupatia neema ya kuweza kutenda kile unayabidi. Prayer does not do things by itself. Maombi hayatendi kazi yenyewe. Ama mama aende kitchen pale aseme kitunguu iko pale, mafuta iko hapo, mchele iko hapo, nini ingine? Nyama iko pale, aanze kusema shatande bakusa tabash. Fire, I command you in the name of Jesus. Light now. What are you waiting for? Sufuria, jump into the fire. Onion. Onion. On your marks. Get set. Get set. Go enter the sufuria. Oil. Oil. What are you waiting for? By fire, by thunder. Enter the sufuria. Rise, oh rise, arise. Rise, arise in the name of Jesus. And mix yourself in the name of Jerikande Kasatabash. Liabazo kebazuta likabazadas. You'll die hungry. I said you'll die hungry. I declare you'll die hungry. Prayers like that will never be answered. Hallelujah. Hallelujah. Ama kijana useme hii madhabahu iko na moto. Uwe unakuja hapa kwa hii madhabahu kila siku ukisema Bwana nataka bibi. Jakata basada. Unaomba Monday, Tuesday unaongea na ndimi. Unatokelezea njiani unaona wasichana walembo unasema kama huyu ni kama yule nilikuwa naombea, lakini uko muoga utaki kuongea na yeye anapita. You grow old and bachelor. Hey! Those prayers will never be answered. God has not failed. But the Bible said he who finds a wife. Not he who prays. You pray, God open my eyes that I may find her. And when you find her, tell her that it is you. If you are clapping, give the Lord a mighty hand clap. Hallelujah. Hallelujah. Uwezi kuja pastor niombe. Naona nimechelewa. Miaka sasa imegonga 35. Na unajua hii miaka iendi vizuri. Si ndio? Kuna mmoja alikuwa ananipigia hesabu akaniambia imagine now I'm 35. Before I marry niko 38. Mtoto ataenda pre class akiwa na miaka. Kwanza nikiwa 38. Si normal pregnancy. If it happens in the wedding night. Ni mwaka moja. 9 months plus. Mtoto kabla aende shule si miaka mitatu. Huyo mtu wako 40 wote. 42. Kabla mtoto amalize play class, PP1, PP2, aingie unit 1. Huyo jamaa kwa miaka ngapi? 46. Ongeza miaka hiyo ingine 6.
aende tuseme tuongee na ile ya kisamani miaka 8. Ako 46, ongeza 8. 56. Ako 54. Huyo mtoto ukiwa 54 mtoto ako class 8. Ongeza miaka ingine 4 ya high school. Mzee ako 50. Umekaribia moja ama hujakaribia? Hey! That one is the firstborn. Yeah, firstborn. 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 Last night my daughter was telling me, Favor was telling me, Daddy, I told you last week, you must dye your beard. It is making you very hot. And I was asking her, what is the problem? She told me no. Nikamwambia sasa, wacha tu niende ninyolewe yote na nywele yote. Akaniuliza, what will my classmates say? Sasa nikamuuliza, my head and my hair are something to do with your classmates. So kama unaomba. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Are you in the house of the Lord? Yes. Shout yes. Yes. So you must pray and do something. Inabidi uombe na utende jambo. Maombi is not a shortcut of approaching that lady. Thank you. Yes, sir. Ndanda hapa ananiambia niongeze hapo kabisa. Kabisa. Mpaka msikie kwa sababu vijana mumeshindwa na kazi. So when you pray here and you come to me, even if I lay my hands on you until you have inaitwaje? Hiyo airport hiyo. Kipara. Until I lay my hands na develop kipara. Kama utatoka kwa madhabahu uende kujitafutia na upropose mara ya kwanza ukataliwe, ya pili hata ya tatu, lazima upasist Kabisa. because ukienda tu seme will you marry me, uambiwe yes, run. Hallelujah. Hallelujah. I'm saying what people will not tell you. Yes, sir. Yes. So you pray, Utaomba, and then you go and approach somebody's daughter. yes, sir. Anaweza kukusunguza mwaka moja. But if you have prayed and your eyes were open and you are persuaded she is the one, don't give up. Seek and you'll find. Yes. Knock and the door shall be opened. Bishop. For whoever seeketh findeth. For whoever knocketh the door shall be opened. So don't give up. My sons, don't give up. Yes. Keep knocking and knocking and knocking. Yes. One day you'll be told yes. Yes. Anaweza kukubali ya kupeleka kwa babake akukatae. Hallelujah. Hallelujah. Maana mama huenda mama amepeana order. The mother to that girl you are approaching, maybe she has given her an order. And she has ordered a man that is driving. A man that has a 5-figure salary. A man that has a house. And a man that is not from the east. Unajua, their mothers, they have placed their order of their sons-in-law. Si kila mama ameweka order, amesema my daughter, kama utaleta mtu hapa, kwanza kabisa asiwe mfupi sana, ama asiwe mrefu sana, na lazima awe your engagement amekushinda na mwaka moja ama 2. Kwa hivyo ukileta akona 10 atakataliwa. So hii maombi lazima tuianze kuomba mapema. Vijana mpo? Vijana mpo? And my daughters were praying, Father, give me a husband with, is it 6-pack or 12? 6-pack and biceps. Biceps. And now wewe, you are not doing anything about your size. You are moving like an environment. When people see you, they don't know whether you are coming, you are going, or you have left. Occupying space. You are numbers of confusion. Sanduku la sarakasi. Sasa wewe unaomba namna gani? Hujajua kupika. Hujajua kufua.
hujajua kutandika kitanda. Hii maombi, unaona vile mnatushokeza. Thank you. Prepare yourself. Jiandae. Maombi inajibiwa, lakini Mungu anakuangalia, anauliza sasa, this girl, this my daughter, I cannot give you to any of my son. You are going to commit suicide in his house. Hallelujah. Are you still coming to house of praise? Are you still coming to church? Until you are ready, God will not bring that man. Kama hujajua kupika, hujajua kufua, hujajua manicure, pedicure, ile ingine ni gani? Face wash, inaitwa mascara, foundation, hizo zote. Dunia imebadilika. Dunia imefanya nini? Imebadilika. Unajua namaliza counseling zingine hapa ili nisiwe na kiu kubwa sana, kwa sababu mambo mengine yanachokesha. Na nikikwambia saa ingine one on one utadhani ninakuonea. Kwa hivyo ni vizuri kufanya communal counseling. Unamaliza kazi mara moja. If you still love me, clap your hands for Jesus. Hallelujah. 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 So prepare yourself. Kwa hivyo jiandae. Because a young lady may come and tell me, man of God, I'm delayed. I need a husband. Mwenyewe nikikuangalia naona, no, my son, any of my son, I will pray that they miss you forever, that they never cross your path, because you are disaster par excellence. Hallelujah. Na kuna mambo nitakwambia uanze kusema huyu mtu wa Mungu siku hizi anaonea watu. Mimi sionei watu, nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. Every young man as a list, ninataka mtu ako na qualities gapi. Na we young lady, have your list, have your qualities. And when they come, compare them with what you have already prepared. Hallelujah. We are raising them bar too high. Hapa hakutakuwa mahali ya watu kuja kujinyakulia na kupotea. Haitawezekana. If you approach any of my daughter, kitu ya kwanza umlete kwangu, ni kuangalilie. Ashim brush his teeth. Mbona mnacheka? Na hiyo ndio inaharibu. Watu hawataki kuoga. Hata mkijificha ninakuja. Hallelujah. Hallelujah. Kama unatumia socks na unavalia socks mara 3 hutaki kubadilisha, na ukienda kulala unalala kama ninja, as if rapture is coming, tutakuwa tunatembea mpaka nyumba zenu kuangalia kama umejipanga. Hallelujah. 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 Kama ukiingia kanisani watu wanauliza what has happened, because you are carrying your atmospheric changer, and it is not a cologne, it is sweat. And you want to marry somebody's daughter who did this to you. Don't you know, I've seen people divorcing because somebody has refused to take a bath. Eh? How can an active person sasa uende ufanye kazi siku yote na ukienda unaingia kwa kitanda tu ukiwa vile umekuwa, na the following day the same, unajipiga tu passport. Si mnajua passport? Wale wamekuwa boys high school wanajua ka passport. Unajipiga ka passport, unachukua vitabu unakimbia. That will not work in marriage. And there is no prayer that will change that. This kind, that is not this kind. Hallelujah. Hallelujah. Wave your head and shout hallelujah. Hallelujah. Wave your head and shout hallelujah. Hallelujah. So prayer is a key. Hivyo maombi, and the prayer is not the only key. Na maombi si funguo pekee. So unaweza lala kwa madhabahu, ushinde kwa madhabahu. There are life principles. There are some things you must do, and you must do them very well. Lazima utende mambo fulani vizuri.
Hallelujah. Hallelujah. Even in business, you must have customer care. Hata kwa biashara. You can't be talking to your customer every nonsense and you want them to keep patronizing your business. They will run away. They will not come. Yes. They will not come. Anything you have to do in this life, you need the people. And you must learn PR, public relations. You must know how to talk to the young people, how to talk to the old, how to talk to your age mates, how to talk to the children. Prayer alone will not bring your business up. There are other things you must do. Yes. Hallelujah. Hallelujah. If you are clapping, I said you are not clapping to a sub-chief. You are clapping to the King of Kings. The Bible said, clap your hands, O ye people. Shout to the Lord with the voice of triumph. So clapping your hands is a sign of worship. Yes. Hallelujah. Hallelujah. So we must do many other things for things to succeed in our lives, not only prayer. Somebody said prayer warriors are the poorest. And a prayer warrior must be the richest. But if you only pray and you ignore other things that are necessary in life, you will fail. God has not failed. You are the one who has failed. Yes. Yes. Hallelujah. 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 It is like black and white. You must know the principles of. Let me show you examples in the scripture to see God only did not supply prayers as a solution. Number one, we have seen Naaman. Naaman was cured by instructions. There was no prayer, man of God. He didn't lay his hands. He didn't even come out to meet him. He sent Gehazi. Alituma Gehazi. Go tell him. Enda mwambie. Go tell him. And when he refused, Alipokata, he almost went back with his leprosy. angerejea kwao. But when he obeyed, alipotii, he was cured. akapona. Elisha never laid his hands on him. Elisha never made a prayer. Hakumwombea. He just gave instructions. Alimpatia maagizo. Not every time you call me and you tell me I'm going through this and this. If I tell you it is well, that is enough. That is enough. Inatosha. Hallelujah. Hallelujah. Even if you come to my office and we talk for 30 minutes and I tell you something, God bless you. Don't tell me, Pastor, uja kumbuka kuniombea. Sija sahau. I'm listening to the Spirit. Nasikiliza roho. Na roho wa Mungu aja niambia nikuombee. I'm not a religious person. I'm a spiritual person. Mwambie mwenzako achana na ndini. Ashana na dini. Mwambie achana na ndini. Ashana na dini. So Naaman under formula. Naamani alikuwa na. He should come out. Anafaa. He should lay his hands on me. Haniwekelee. He should rebuke the leprosy. Akemee ukoma. But he was told to go and bathe. Akaambiwa enda uoge. Go take a shower. Enda uoge. 7 times. Mara 7. And come out. Na utoke. And you shall be healed. Na utapona. Praise be to our God. Jina la Bwana libarikiwe. I want to mention this. Nataka nitaje hivi. Failure is misappropriating the keys. Mwanguko ni kuweka vibaya funguo. If you use the wrong key for the right door, it will never open. Ukitumia mfunguo usiofaa kwa mlango unaofaa. Never forget, life is operated by principles. Usisahau maisha yanatenda kazi na kanuni. And as you pray, unapoomba, remember your doctrine and the faith will take you to heaven. Kumbuka fundisho lako la imani ya But principles of life lakini kanuni za maisha will help you to win here. Itakusaidia kushinda hapa. So you don't need to go to heaven. Kwa hivyo hutuhitaji. You need to succeed here. Unahitaji and live well here. Na uishi and go to heaven later. Na uende mbinguni baadaye. So you must apply the right key in the right place. Inabidi utumie ufunguo unaofaa mahali panapofaa. Hallelujah. Hallelujah. Exodus 14:15. Kutoka 14. And the Lord said unto Moses, Bwana akamwambia Musa, why are you crying unto me? Kwa nini unanililia? Speak to the children of Israel. Enea wana wa Israeli. Tell them to go forward. Waambie wasonge mbele. He didn't tell them to pray for them. Hakumwambia tell them to do what? To go forward. Wasonge mbele. And he told him,
take your staff, Akamwambia chukua fimbo, strike the water, gonga maji, and there shall be a way. na kutakuwa na njia. So he told the people, Akaambia watu, be courageous. kuweni hodari. Let us march on. Wacha tusonge mbele. He struck the water, Kagonga maji, and there was a way. na kukawa na njia. I declare and I declare, Tangaza. there is a formula for your situation. Kuna mbinu. And as you leave the presence of the Lord today, you live with your appropriate key. Utaondoka na funguo. Receive your key in the name of Jesus. Funguo kwa jina la Yesu. So he was told to speak. Akaambiwa nena. Numbers 21. Hesabu Verse 9. mstari wa 9. There were ferocious serpents. Kulikuwa na nyoka And Moses was told by God, made a serpent of brass. Na Mungu akaambia Musa, tengeneza nyoka wa cha. Put it upon a pole. Uiweke juu ya. And it shall come to pass na itatukia that if a serpent bites any man, nyoka akimuuma mtu, when he can see the serpent, atakapoangalia, let him look at the serpent of brass, atakapoangalia nyoka wa chuma, and he shall live. Ataishi. Hallelujah. Hallelujah. The instruction there was look up. Maagizo hapo yalikuwa angalia juu and live. na uishi. We used to sing some nyimbo standard hymn. Tulikuwa tunaimba nyimbo, tazama ishi. Tazama uishi. Kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe utaishi ukitazama. Yes. Praise be to our God. That was the instruction. Hiyo ndio ilikuwa maagizo. That was the instruction. Hiyo ndio ilikuwa. Tazama uishi. Tazama uishi. Hallelujah. Hallelujah. Look and live. Tazama uishi. There are many instructions we receive every day. Kuna maagizo mengi. Every Sunday we receive declaration. Kila Jumapili we receive instructions. Tunapokea maagizo. But we don't use those keys. Lakini hatutumii funguo hizi. Look up and live. Tazama juu na uishi. Hallelujah. Hallelujah. Amenena mwenyewe. Amenena mwenyewe. Utaishi. Utaishi. Ukitazama. Ukitazama. Hallelujah. Hallelujah. If you look at the serpent, ukiangalia nyoka, saa hiyo you have been bitten. Na nyoka mwenyewe. Na nyoka mwenyewe. When you look at the brass, utakapoangalia ya saba, you live. Utaishi. Instructions. Maagizo. Number 3, Joshua number 6. Ya tatu, Joshua number 6. Joshua sura ya 9. They were told to go round. Kaambiwa waende. Number 6 from verse 3. Sura ya 6 mstari wa 3. And you shall compass the city, na mtazunguka, all ye men of war, nyinyi watu wa vita, and go round and bow the city once. Na mzunguke mara moja. Thus you shall do 6 days. Hivyo ndivyo mtafanya siku 6. And the 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of the ram's horns. Na makuhani 7 watabeba. And the 7th day you shall compass the city 7 times. Na siku ya 7 mtazunguka mji mara 7. And the priests shall blow with the trumpets. Na makuhani watapuliza baragumu. They were told to go round. Wakaambiwa zungukeni. Walk round. Zungukeni. 6 days walk once. Mara 6 zunguka mara moja. Jericho was a city. Jericho ilikuwa bigger than the municipality of Meru. Kubwa kuliko mji wa Meru. And they were told to walk round it. Wakaambiwa every day once. Kila siku. For 6 days. Siku 6. For the 7th day. Ya siku ya go round it 7 times. Mzunguke mara 7. And at the end of the 7th round. Na siku ya 7. Let the priest blow the trumpets. Wacha makuhani wapulize. And the walls will come down. Na kuta and the walls came down. Na kuta zikaanguka. That was the key. Hiyo ndio ilikuwa for takeover of Jericho by the children of God. Kupitia wana wa Mungu. May God put the right key in your hands. Na Mungu aweke funguo zinazofaa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In John number 2, Yohana sura ya 2, verse 7 to 8. Mstari wa 7 na 8. John number 2. Yohana 2. Jesus said unto them, Yesu akawaambia, fill the water pots jazeni mabarazi with water. Na maji. And they filled them up to the brim. Na wakaijaza mpaka juu. And he said unto them, na akawaambia, draw out now and bear to take it to the master of ceremony. Let him have a taste. Wacha aonje. The instructions were fill the barrels. Maagizo yalikuwa jazeni zile vibuyu za maji. And as they filled the barrels, walipojaza, the other instruction was draw some. Maagizo yalikuwa choteni. Take it to the master of ceremonies. Yapelekeni kwa mkuu wa karamu. And they had wine for their feast. Na hawakuwa na mvinyo. Because Jesus, maana Yesu, the mother had involved him.
Mama And alimuhusisha. they said they have no wine. Akasema He hawana. asked, what do I do with it? Ni nini They nitafanya? told them, she told them, stay with him. Akawaambia, Don't leave his presence Msiondoke until he says something. hadi aseme kitu. And when they stayed there, they were given instructions. Wakati walipewa They maagizo, carried out the instructions wakatenda maagizo and they received appropriate miracle. na wakapokea muujiza unaofaa. 2 Kings number 4. I want to show you from the scriptures Wafalme wa pili sura ya 4 ni kuonyesha that there are some principles, kwamba kuna kanuni, there are some instructions kuna maagizo that a believer must pray, must obey ambayo kila to muumini get what they are looking for. ili apokee kile anatafuta. The woman who was in debt, Huyu mama alikuwa na madeni. in 2 Kings number 4, Wafalme wa pili sura ya from 4 verse number 3, kutoka mstari wa 3, she was told, go and borrow empty barrels, omba mabarazi, borrow vessels, omba mabarazi, borrow containers. omba vifaa, Don't borrow a few. usiombe chache. Then when you go, Wakati utaenda, close the room, funga mlango you and your 2 sons, pamoja na wana and wawili, keep filling them. na mjazi. And as much as you want, Wakati una continue pouring. endelea And kumimina. when there was no other vessel, Wakati ya kukuwa na the kifaa, oil stopped the flow, mafuta yakakoma and she kutiririka. became an instant oil distributor. Na akawa mfanyabiashara mkuu wa mafuta. Hallelujah. Hallelujah. John number 9, Yohana sura ya 9 verse 5 to 7. mstari wa 5 na This was the most scandalous miracles of Jesus. hii ndio ilikuwa muujiza nyeti sana wa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, I'm the light of the world. Yesu akasema mimi ni nuru ya dunia. Verse 6. Mstari wa 6, When he had thus spoken, he spat on the ground. aliponena vile He made clay of the spittle, akatengeneza matope na and he anointed the eyes of the blind man with the clay. akampaka yule mwenye upofu matope yale. And he said unto him, Na akamwambia, go wash enda uoge in the pool of Siloam, katika bilika la Siloamu, which is by interpretation sent. ambayo inamaanisha He kutumwa. went his way therefore, Akaenda and he washed, and he came seeing. na akaoga, akaja akiona. Look at this. Angalia hii, Jesus and his disciples were having an outing. Yesu na wanafunzi wake walikuwa na outing. And they met a man who was blind and he was young. Wakakutana na mtu aliye kipofu, alikuwa The kijana. disciples started posing questions to Jesus. Wanafunzi wakaanza kugonga Who Yesu. sinned? Nani Is alitenda? this man or his parents? Je, ni wa mtu hawa ama wazazi? Jesus said neither. Yesu akasema, This is to the glory of the Lord. hii ni kwa utukufu wa And Mungu. as they were talking, Walipokuwa he wananena, spat on the ground. akatema mate katika ardhi, He mixed his saliva with the soil. akatengeneza matope na mate yake, And he took it and he smeared on the blind man's eyes. akachukua akapaka macho ya yule kipofu, And he told him, go and wash. akamwambia enda uoge, Go at Siloam and wash. enda Siloamu unawe macho. The guy went. Jamaa akaenda, He was blind. alikuwa kipofu, And Jesus has handed clay, matope, na Yesu juu ya macho. ameweza- Macho hayaoni. Aha. Amekologa matope na mate na akampaka. And the people are there. It is an open place. Na watu walikuwa pale He hadharani, didn't say, I command you bright eyes open. He could have done that. na kuamuru macho pofu funguka. He could have told them, go to Siloam and wash without spitting on him. Angemwambia enda Siloamu unawe, But he pasipo mixed matope. saliva with the soil. Lakini And he applied mud on the bright eyes. anampaka matope yule kipofu, And he was told, go and wash. na akaambiwa enda unawe. He went and he washed. Akaenda akanawa, And he came back seeing. akarudi akiona. Your miracle is waiting in the instructions you want to obey. Muujiza unasubiri maagizo yale inabidi utii. It can't make sense. Haiwezi kuwa The man is blind yule jamani and kipofu, you are putting mud na unaongeza matope on the bright eyes juu ya macho yale, and you are complicating it. Now- Go and wash at Siloam. enda unawe Siloamu. Next day I will tell you how many miles Nitakwambia ni from maili where they were to Siloam. kutoka mahali walikuwa hadi Siloamu. It is something I can calculate. Ni kitu naweza hesabu. He went Akaenda and he came back seeing. akarejea akiona Hata ungetumwa wapi, si ungeenda tu kabisa urundi ukiwa unaona. kabisa. Jesus never said in the name of the Lord. Yesu He hakusema never kwa said jina. I'm the son, I am that I am. Matope. Matope.
Lift your right hand and say, my Father. My Father. My Father. My Father. I apply for the appropriate key. I apply for the appropriate to sort out my life. To sort out my life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shout amen. Amen. If in life you want some retro respect. Kama kwa maisha uko na heshima, ukiongeza heshima fulani, milango itafunguka. Milango itafunguka. Hallelujah. Hallelujah. If you could have respected your parents better, kama ungeheshimu wazazi wako vizuri, some things could have worked just fine. Mambo mengine yangefanya kazi. If you can follow instructions of your boss, kama unaweza fuata maagizo, your life can be more colorful. Maisha yako yanaweza kuwa bora zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Kama utapunguza kuongea, uongeze kusikia. Kabisa. Utasonga mbali zaidi. Kabisa. Mwambie mwenzako, punguza maneno, ongeza imani. Punguza maneno, ongeza imani. Hallelujah. 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 If you stop gossiping your friends, ukikoma kuwa na masengenyo kwa watu wenu, you'll have more friends. Utakuwa na marafiki zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Even in Facebook, if you like what others post, many of them will like what you post. These are principles. You give and you receive. Si ni kweli? Hallelujah. Hallelujah. If you visit me, I will be an evil man, not to return a visit. Principles. Kanuni. Some principles will save you millennials of unanswered prayers. Kanuni zitawanusuru wa millennium kutokana na maombi yasiyojibu. Prayers. Maombi is like salt you add to food. Ni kama chumvi unaongeza kwa chakula. When you have done your basic. Wakati umefanya iliyo ya msingi. Hallelujah. Hallelujah. If you dress better, you could be promoted faster. Utapandishwa cheo zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Ebu enda uchange wardrobe uone. Hata marafiki wale uko nao watabadilika. Kabisa. Hata ukichange hairstyle. Kuna watu utaongeza. Kabisa. Kwa maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Ukichange vile unaongea. Kuna mambo itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ng'ombe, wale wako na ng'ombe, kuna vile unamuapproach ukitaka maziwa kwake, anakupatia mingi zaidi. I know about the cows. I used to milk before I go to school. Hiyo ilikuwa kazi yangu. Hawa naona wanaamushwa hata hawataki kuamka na wanapelekwa na gari, wananishangaza. Unaamka unakamua ng'ombe asubuhi, alafu unajitayarisha unaenda shule, saa nyingine unakuja unatafutia ng'ombe majani na unakamua tena. So kuna vile tulikuwa tuna approach ng'ombe. Siku hiyo mnapigana sana. Hata ataki anakataa na maziwa unachukua kwa nguvu, lakini ni chache. Na kuna vile unamuapproach na chakula na nini hapa. Ng'ombe anaachilia yote. Tell your neighbor, change your approach. Change your approach. And you shall have better results. And you shall have better results. Hallelujah. Hallelujah. Hata kanisani vile unasema amen, ukibadilisha kidogo, milango mingi itaanza kufunguka. Kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Unajua kuna vile unaweza set the mood for a miracle. Kabisa. You can determine what will happen to you in a service. Nikiangalia hapa najua ni nani alikuja akimaanisha na ni nani anafikiria vingine. Mwambie mwenzako badilisha screen saver kidogo. Badilisha screen saver kidogo. Hallelujah. Hallelujah. There are some people who are very approachable and friendly to work with. Na watu unaweza, and others they are very good, but they need to work and update their screen savers. Exactly. Sio kukaa kama Monday morning July. Badilisha kidogo. Huwezi kuimba kwaya useme, huwezi director, huwezi kuja uimbe kwaya useme siku hiyo wateule watafurahi na uko hivi. Siku hiyo wateule watasema hapana, hii ni uongo, hii ni uongo. We can't buy that. But there is a way you'll be excited. Na kila mtu utaona, kila mtu anasimama anataka kujiunga na wimbo. Lakini kama unaimba kama uko kwa moto and you are burning and you are dying, who want to have you on God?
Hallelujah. 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 Yes, today sijui kwa nini niko kwa my daughter sana. Ukichange vile unaongea na vijana, mahali itapelekwa kwa mzee haraka. Hallelujah. Even walking style, it matters. There is a way you walk and you intimidate young men. Kuna moja aliniambia napenda fulani lakini vile anatembea naogopa. Maana you can't be a young girl ukibeba handbag unatembea namna hii. Hey! Hey! Lazima ubadilishe maneno. Kabisa. Utembee vizuri. Utembee namna gani? Vizuri. Yes. Yes. Usitembee kama mwanaume. Mwanaume anaweza tembea vile anataka. Maana kuna wengine wanatembea hivi, wanaume hawana shinda. Kuna wengine wanatembea wanaenda hivi, mwanaume ni sawa, lakini alendi. Hey! Change. Hallelujah. Be approachable. Be presentable. Be likeable. Hata kama ulizaliwa wakati kulikuwa kuna rushwa mambomu, saa hii hakuna mbomu. Tulia. Tulia. Hallelujah. Yes. Yes. These things matter, by the way. Hata ukienda interview, vile unajipeleka kwa interview, unaangalia panel kama unawasuspect. They are there to determine your fate. Lakini ukiulizwa maswali mengine unalitoti. Sasa unauliza huyu ni kazi anatafuta, ako nje. Mlango haijafunguliwa, na ikifunguliwa kutakuwa na vita ya Armageddon hapa na colleagues, atakuwa anapigana na kila mtu kila siku. Unadhani ni kwa nini wazazi wanasema umulete yule mmependana naye nyumbani atusalimie? They are checking. They are checking. Yes. Saa ingine hata wanatuma kamtoto kajirani, ukiwa pale kwa ile nyumba umetembea kakiwa na matope mikononi. Kaja kakusalimia, kanaanza kuuliza anko ni aje, kanakupaka matope. Wanataka kuona kama unaweza kuwa baba. Utaliati na ukisema hey, huyo mtoto ni wa nani? Mama anasema this one will kill my grandchildren. He has a very bad temper. Many things are checked in this life. So I want to help you such that your prayers will go quickly. Unasaidia Mungu kujibu maombi yako. By the way you are presented yourself. Sio kuomba tu alafu unaachia Mungu. Mungu hataenda dukani akununulie nguo. Mungu hata kuoshea nguo. Hey! Mungu hata kupeleka salon. Ni wewe utaenda na ulipe mwenyewe. Wewe ndio utajipeleka na uketi pale, uwe na patience, ungoje utengenezwe. Na ikiharibika ulipie, ubomoe utengenezwe tena. Sio ni kazi yako. Na kuchelewa kazi. Alafu unaanza kusema man of God, I have a very bad boss. Boss yako na shinda gani? Anataka kunifuta. Kwa nini anataka kukufuta? Wewe unachelewa kazini, na hata huyu boss yako na boss na kuna target na uja meet. Sasa unataka Mungu aripoti kazini on your behalf? Hallelujah. House of praise, there shall be no ignorant person here. Yes. Wanasiasa wanasema there is shortage of foolish people. In house of praise mtu foolish akitafutwa atapatikana. Amen. Lift your right hand and shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Kuja kanisani ukiwa umechelewa ni dhambi. Hakuna mtu amesema amen, ni mmoja tu. When it rains and you are ready for church, you are blaming God. You are blaming God. When it rains and you are late, hallelujah. 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 Unajipanga. Kama ni umbrella, make sure it is there. Yes. Kama ni nguo za kanisa, kesho tayarisha leo.
Usije kusema stima ilipotea sikupata. Aya. You must be ready. Mwambie mwenzako be ready. Be ready. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ikinyesha have an umbrella. Usiseme niliogopa nywele yangu inyeshewe na ni ya herufu 30. Hapana, jipange. Mwambie mwenzako jipange. Jipange. Alafu maombi yetu yatajibiwa haraka. Praise be to our God. Amen. So you must be hardworking, that's a key. You must be loyal to your superiors, that's a key. You must learn how to submit to authority, that is a key. And you must learn to wake up early and plan your day, that is a key. And organize your life, organize your schedule, organize your activities, organize everything about you must be organized. And then as you pray, your prayers will be answered quickly, and God will keep blessing you in Jesus' name. Amen. When you are greeting people, smile. Hallelujah. Hallelujah. Have courtesy. Have humility. Hallelujah. Hallelujah. Because you need people to go to the next level. I declare any key you need, it is in your hands. Amen. I announce any key that you desire, it is in your hands. Amen. Receive keys to prosperity. Amen. Receive the key to success in life. Amen. Receive the key to organization. Amen. May the Lord answer your prayers in the name of Jesus. Amen. Receive that grace and shout amen. Amen. So ladies and gentlemen, prayer is not an excuse. Prayer is not a shortcut to irresponsibility. Prayer does not do what we should do. We must do our bit and God will do his bit. Lift your right hand and say, my Father. My Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I announce from today. I announce from I will not live in ignorance. I will not live in ignorance. From now, my story will change to glory. My story will change to glory. My work will be more organized. My work will be more organized. My life will take a better shape. My life will take a better shape. Things will work together for my good. Things will work together for my good. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I decree and I declare. I decree and I declare. Every key that you have given me. Every key that you have given me. I shall use it. I shall use to open the right door. To open the right door. In the right time. In the right time. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shout unbelievers, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If we get time next time, we'll talk about keys that are given to us through giving. Tukipata nafasi tutaongea kuhusu funguo zinazopeanwa kwetu kwa kutoa. There are things we pray for that we should not pray for. Kuna mambo tunaombea hatufai kuombea. We are just supposed to do what the Bible tells us. Inabidi tutende kile maandiko yametuagiza. And then we shall get what God has promised. Baadaye tutapokea kile Bwana ameahidi. Heavens are not opened by prayer and fasting. Mbingu hazifunguliwi na maombi na kufunga. Heavens of supply are opened by tithing. Mbingu za kutualiziwa zinafunguliwa na kulipa fungu. Even if you pray for 10 years, hata ukiomba miaka 10, that Lord opened the heavens, kwamba Bwana fungua mbingu, God will be asking what is wrong with my child. Bwana atauliza nini mbaya. I have shown you what to do to open your heavens. Nimekuonyesha cha kutenda ili ufungue. And you are here crying to me. Na uko hapa unanililia. Do the right thing. Tenda kinachofaa. And have the right results. Na uwe na matokeo yanayofaa. So shall it be. Vivyo ndivyo itakuwa. In Jesus' mighty name.